Neema ya Mungu, tunaendelea na hilo somo, majira ya neema ya Mungu. Jana tuliangalia neema ya kumiliki, neema ya kumiliki, kwenye mabano tukasema kumiliki utajiri, na tukaona Adamu wa kwanza alipoteza hiyo neema. Mungu alimmilikisha, lakini yeye aliipoteza. Adamu wa pili, Yesu, yeye akaturudishia neema ya kumiliki. Bwana asifiwe sana. Adamu wa kwanza alipoteza, ambaye ni baba yetu Adamu, baba wa wanadamu wote. Adamu wa pili, yeye aliturejeshea neema ya kumiliki. Kwa hiyo tuliona kitabu kile cha Mwanzo, tulimwona Adamu wa kwanza, Mwanzo 3:17 mpaka 19. Yeye alipoteza ile neema kwa dhambi. Lakini tukaona kwenye Wakorintho wa pili sura ya 8 mstari wa 9, Mungu anaturudishia ile neema ya kumiliki. Na taa zote zimeungua au haziwaki? Hizi zote za mbele haziwaki. Haleluya kanisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Adamu wa kwanza alipoteza. Adamu wa pili, kama haziwaki ziacheni tu, tutashughulikia baadaye, sije saizi tukaharibu mambo. Adamu wa kwanza alipoteza. Adamu wa pili alirejesha neema ya kumiliki. Na kwenye Wakorintho ambayo tuliangalia jana, sura ile ya pili, Korintho wa pili sura ya pili, anasema mstari ule wa 9, si vibaya tukaparudia hapo. Korintho wa pili mahali ambapo tuliangalia jana. Wakorintho wa pili sura ya pili tuliangalia mstari ule wa 9. Tuliangalia Mwanzo 3:17 mpaka 19. Baba yetu wa kwanza alipoteza, lakini baba yetu wa pili ambaye ni Yesu Kristo, kaka yetu, mzaliwa wetu wa kwanza, yeye aliturudishia ile nguvu ya kumiliki. Anasema maana sijui nasoma ni hapo. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakorintho wa pili sura ya 8 mstari wa 9, sio sura ya pili, sura ya 8 mstari wa 9. Anasema maana mmejua neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, jinsi alivyokuwa maskini kwa ajili yenu, ingawa alikuwa tajiri, ili kwamba ninyi mpate kuwa matajiri kwa umaskini wake. Kwa hiyo Adamu wa kwanza alipoteza umiliki, na wote tunajua, wasomaji wa Biblia, kwamba Mungu alimmilikisha Adamu kila kitu. Ndio maana ya wanyama wote walipitishwa mbele yake, lakini aliwekwa kwenye bustani ya Eden, manake kila kitu alikabidhiwa yeye, na yeye alikuwa Adamu wa pekee, mwanadamu wa kwanza. Kwa hiyo mali ya baba yote alipewa Adamu. Dhahabu, mito ile inatajwa pale ni mito yenye majina, yenye kila kitu. Lakini alipotendeshwa dhambi na shetani, ule umiliki aliupoteza. Kwa hiyo anakuja Adamu wa pili mwenye kila kitu, tena anafanyika kuwa maskini, ili wewe na mimi tuliomwamini tupate neema ya kumiliki tena. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo tuliangalia hayo maandiko. Leo nataka tuende mbele. Hapo tutaangalia tu andiko moja, alafu tutaenda kipengele cha 4, si ndio? Kutoka kwenye neema ya Golgotha tuliona msamaha wa dhambi, tuliona neema ya kuponya magonjwa, tumeangalia jana neema ya kumiliki, tutaangalia na kipengele cha 4. Kwa hiyo tunaenda cha 4 sasa, na kesho tunamaliza maombi haya ya siku 7, na somo hili litakomea hapo. Hata kama litakuwa bado sijamaliza, lakini nitaishia hapo. Mungu atatupa kitu kingine. Bwana asifiwe sana. Tuna utajiri wa neno la Mungu.
Mungu ametutajirisha kwa neno lake. Basi funika macho yako, nimshukuru Mungu kabla hatujaendelea. Baba, asante kwa ajili ya jioni hii. Mimi nashuka na kunyenyekea chini ya mkono wako. Wewe ukainuliwe tena mahali hapa. Simama nasi Mungu mtakatifu, sema na kanisa lako, sema na watumishi wako. Bwana Yesu, wewe ndio uliotukusanya siku ya leo, siku yetu ya 6. Basi Mungu kanene na kila mmoja kwa habari ya uzima wa milele, kwa habari ya neema tuliyoipata pale Golgotha. Utukufu wako Mungu usimame nasi, atamia hema hili, atamia huduma hii, atamia watumishi wako wa kike na wa kiume. Katufundishe kwa habari ya uzima wa milele, katufundishe kwa habari ya ufalme wako. Neema na baraka zako zikasimame pamoja nasi. Ni katika jina la Yesu Mungu aliye hai tunaomba na tunakushukuru. Kila mwenye pumzi aseme amina. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi jana tuliangalia Mwanzo, tukaangalia hiyo Wakorintho wa pili sura ya 8 mstari wa 9. Tuliangalia Mathayo sura ya 8 mstari wa 20. Sijui kama tuliongeza andiko lingine. Wale tulioandika jana tuliangalia na Mwanzo 17:6-7, si ndio? Wagalatia. Basi tamalizia maandiko mawili, taenda kipengele cha 4. Basi tuangalie Wagalatia sura ile ya 3. Kwa ajili ya wale ambao hatukuwepo jana, neema ya kumiliki, tunaanza kumwangalia Adamu wa kwanza alipopoteza umiliki, tukaona Adamu wa pili alipoturudishia kumiliki. Kwa hiyo wewe uliyemwamini Yesu ni haki yako kuwa na vyote. Bwana asifiwe sana. Wewe kuwa na vyote ni haki yako, kwa sababu yuko aliyefanyika maskini kabisa ili wewe uwe tajiri. Ndio maana kuokoka ni kupata ufahamu, kupata maarifa. Anasema mimi ni Mungu nikufundishaye ili upate kuwa tajiri. Kwa hiyo Mungu anakuja kukufundisha namna ya kuteka mali za dunia hii, kama shetani anavyowafundisha waovu kuua ili wapate mali za uovu, kufanya vitu visivyofaa. Kwetu sisi Mungu anatufundisha maarifa ya kufanikiwa. Amina kanisa. Ukifanikiwa nje ya Yesu, hayo mafanikio yanakuwa batili. Lakini ukifanikiwa ndani ya Kristo, hata njia ulizozipata zile hela zinakuwa ni njia sahihi, halali kabisa. Au wengi waliofanikiwa kwa njia ambazo kwa njia ya nje ya Yesu, unakuta wanasiri. Unaona mtu anakuambia nina siri na Yesu, lakini unakuta ana siri yake yeye, sio na Yesu, ya kwake yeye. Bwana asifiwe sana. Lakini anayefanikiwa ndani ya Kristo hata kujieleza, yani ana ushuhuda. Bwana asifiwe sana. Yoyote ambaye anafanikiwa ndani ya Kristo ana ushuhuda, hata kusimulia haoni shaka kwamba ulipataje mali hii. Atakwambia nilikuwa hivi, nikawa hivi, nikawa. Yani anaona raha kumwinua Mungu. Na wewe unaona kabisa hili somo hata mimi linanifundisha. Lakini hao wengine ukiwauliza hawakuambii. Lakini analitoto nyumbani kule linatoka udenda tu. Anapaka pale nyumbani hazeeki. Anapendwa kweli kweli. Niliwahi kwenda nyumba moja, wana mtoto huyo kawa kama zezeta fulani. Lakini uzezeta ule sio Mungu amemzezeta au Mungu ametaka awe vile. Wanasiri naye, wao wenyewe wanasiri. Kwa sababu kwa nini nasema wanasiri naye? Akitaka simu hata kama imenunuliwa leo ya gharama, sema mwachie. Kwa hiyo akachukua na iponda pale. Mwachie, hakuna kumkasirikia, hakuna kumgombeza. Akitaka hata TV ile alishusha, mwachie. Nini manake wanasiri? Maana zisipovunjwa mali haziingii. Kwa hiyo anaweza kaamua tu kushika kamba ya TV. Mwache. Hivi kweli ni mwache? Kanunue wewe skrini hapa, hata kama una mtoto ana shida. Kama utakuruhusu aivunje, utamzuia, si ndio? Utamchapa, lakini kwanza utamweka mbali na mazingira ya vitu ambavyo vinaweza kuharibu. Lakini huyo sio anamweka, yani kama wanatamani vunja basi mali ziingie. Sasa wale wana mambo yao. Haleluya kanisa. Mali ya hivyo si mali. Kwa sababu watalipa kwa Mungu, kwa sababu yule mtoto alikuja ili afanye mapenzi ya Mungu. Hakuletwa afanyishwe vile.
wanavyomfanyia. Kila aliyezaliwa anakuja kutimiza mpango wa nani? Wa Mungu. Kwa hiyo shetani anabadilisha, shetani na watu wake wanabadilisha mpango wa Mungu, wanafanya mpango wao. Kwa hiyo watatoa hesabu ya yale ambayo wamefanya. Kwa hiyo tuangalie Wagalatia 3 namna Yesu alivyoturudishia huo umiliki. Wagalatia 3 tutasoma mstari wa 8 na wa 9. Wagalatia 3 mstari wa 8 mpaka wa 9. Wagalatia sura ya 3 mstari wa 8 na wa 9 anasema hivi: na andiko kwa vile lilivyoona tangu zamani kwamba Mungu atawahesabia haki mataifa kwa imani, ilimhubiri Ibrahimu habari njema zamani, kusema katika wewe mataifa yote watabarikiwa. Katika wewe Ibrahimu mataifa yote watabarikiwa. Kwa nini wanatajwa mataifa? Mataifa ni nani? Mataifa ni watu wote tulioko duniani, tulioenea ulimwenguni. Lakini mataifa ukiitafsiri kiroho ni watu ambao tulikwenda mbali na Mungu, tulikaa mbali na Mungu. Kwa hiyo kwa kile kitendo cha sisi kukaa mbali na Mungu, Mungu hapa maandiko anasema, andiko lilihubiri kwa habari ya Ibrahimu kwamba kwa kupitia Ibrahimu mataifa yote watabarikiwa. Sasa tunabarikiwaje kwa baraka ya Ibrahimu? Tunapata baraka ya Ibrahimu kwa kumwamini Yesu. Biblia imemtaja Yesu ni uzao wa nani? Uzao wa Ibrahimu. Kwa kumwamini Yesu, kama vile Ibrahimu alimwamini Mungu akapata baraka katika uzee wake, akawa mtu mzima mwenye mali nyingi sana, lakini katika uzee wake bado Mungu akampa uzao. Kwa kile kitendo cha Ibrahimu kumwamini Mungu, yale ambayo yasingewezekana kwake yaliwezekana. Kwa hiyo na sisi hivyo hivyo tulikuwa mbali na Mungu, lakini andiko linahubiri habari ya Ibrahimu. Anasema kwamba Mungu aliwahesabia haki mataifa kwa imani. Ilimhubiri Ibrahimu habari njema zamani, kusema katika wewe mataifa watabarikiwa. Kwa hiyo tunapokea baraka za Mungu zile ambazo tulizipoteza pale kwenye bustani ya Eden kupitia baba yetu Adam. Tunazipokea tena kwa kumwamini Yesu Kristo. Unapomwamini Mungu anakupa haki ya wewe kumiliki tena. Bwana asifiwe sana. Ndio maana unaona wengi wanasema baada ya kuokoka, yaani historia yake anaanza kuiongelea baada ya kuokoka. Anasema kule nyuma sitaki hata kukumbuka tena. Kwa nini? Kuna vitu vizuri vibaya akivikumbuka vinamletea majozi. Lakini nakwambia baada ya kuokoka ndo hata nikaanza kufanya hivi, ndo hata nikaanza kuwa hivi, ndo hata nikaanza kuona sasa nahitaji kuoa. Lakini huko nyuma alikuwa haoni, na kwa ndoa takatifu. Kwa nini nyuma alikuwa haoni haya? Maana yake alikuwa mbali na baraka ya Mungu, alikuwa mbali na uso wa Mungu, alikuwa anayafanya mambo ambayo kwa kweli hata kukumbuka wengi tunakuwa hatutaki, kwa sababu yalikuwa si mazuri. Baada ya kuokoka unaweza kumsimulia mtu maisha yako, una ushuhuda wa kumsimulia. Kwa hiyo Mungu alijua haya, ndio maana akasema habari njema zamani, kusema katika Ibrahimu mataifa watajibarikia. Yaani dunia yote baraka zao zipo kwenye uzao wa Ibrahimu. Kwenye uzao wa Ibrahimu, Mathayo pale inaonyesha Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo. Yakobo anazaa wale watoto wake 12. Kuna mtoto mmoja pale anaitwa Yuda. Bwana asifiwe sana. Yesu anapatikana kwenye ule ukoo wa Yuda. Ndio maana Yesu anaitwa ni simba wa kabila la Yuda. Daudi pia alikuwa wa ukoo wa Yuda. Huo ukoo wa Yuda walikuwa wanazaliwa wafalme. Walikuwa wanazaliwa wafalme tangu zamani. Fuatilia, soma Biblia. Unaona wafalme wengi walitokana na ukoo wa Yuda. Kwa hiyo na Yesu anazaliwa kwenye ukoo huo
anaitwa mfalme wa Wayahudi. Ndio maana juu akitundikwa pale msalabani, Herode sio Pilato, akaandika waraka ukatundikwa pale juu, tazameni Yesu mfalme wa Wayahudi. Yesu mfalme wa Wayahudi. Na yeye aliulizwa, wewe ndiye? Akasema ndio, lakini ufalme wangu sio wa dunia hii, yaani sio wa kipindi kile. Wao walijua amekuja kuwa mfalme wakati ule. Sema ufalme wangu sio wa dunia hii, lakini mimi ndiye nimezaliwa kwa ajili ya hii. Kwa hiyo ukoo wa Yuda ndio Yesu amepatikana pale. Kwa hiyo na sisi tunapomwamini Mungu, ile haki ambayo Mungu alimpa Ibrahimu ya kubarikiwa, mbaraka ambao Mungu alimpa Ibrahimu ulikuwa mbaraka wa kuwa mwenye haki wa Mungu. Ndio maana nasema mwenye haki wangu ataishi kwa imani. Ibrahimu alimwamini Mungu asiyemwona, alimwamini akahesabiwa haki, akapata mtoto kwa imani, maana Mungu alimwahidi naye akaamini. Hakuangalia mazingira kwamba mimi ni mzee, Sara ni mzee. Hiyo ahadi, japo baadaye Sara ndo akaja kuharibu mambo. Bwana asifiwe sana. Ndio maana nasema daima mwanamke uwe makini sana. Umehusika sana kwenye uharibifu kwenye Biblia. Kwa hiyo jitahidi kuwa makini. Bwana asifiwe sana. So wewe uliyepokea neema, wale ambao walikuwa hawana neema wamehusika sana. Toka juu pale tunamwona mama yetu Eva kaharibu mambo. Alafu jishuka kwa Sara naye aliharibu mambo. Ndio maana leo tuna Boko Haram. Hatukupaswa kuwa nao Boko Haram. Tuna hao jamaa wabishi wa banini hapa. Hatukupaswa kuwa na hiyo imani. Ni mambo ambayo aliharibu Sara kwa kumwambia ingia kwa Haji. Pengine Mungu alikuahidi kwa Haji. Ibrahimu hakuwa na shida, alimwamini Mungu wake. Bwana asifiwe sana. Mungu alimwambia si kwa huyo, kwa mjakazi, ni kwa Sara. Kwa Sara huko utapata mtoto. Kwa hiyo Sara mwenyewe akamshinikiza Ibrahimu kwamba wewe utakuwa hujamwamini Mungu. Mimi mambo yamekoma kabisa. Ingia kwa mjakazi. Ndio wakapatikana wale jamaa. Kwa hiyo unaona fujo haziishi. Wakorofi. Bwana asifiwe sana. Mwana wa ahadi alikuwa ni kwa Sara. Na walipompeleka kwa Mungu ili ambariki, Mungu akasema agano langu mimi na wewe litathibitika kwa Sara. Sikukwambia huko nyinyi wenyewe mmejiongeza. Mimi na agano langu nasubiri kwa Sara. Kwa hiyo Mungu anaweza kukuahidi kitu leo, akishakuambia subiri. Haleluya. Biblia inasema yeye hawahi wala hachelewi. Akishakwambia nitafanya, wewe subiri. Siwe na haraka. Lakini tunaona ukifuatilia mtiririko mahala pengi sana kwenye Biblia inaonekana wanawake japo wao tena wakatuletea ukombozi. Kwa hiyo wewe ukiokoka usipange kuharibu, kwa sababu Roho Mtakatifu anakaa ndani yako, atakufundisha. Amina kanisa. Ukisoma kwa habari ya Sodoma na Gomora pia, Mungu anataka kuwaokoa familia ya Lutu. Mama yule alibaki. Alibaki. Na nahisi mimi mpaka leo kwamba mkitaka kufanya kitu au mnataka kuondoka nyumbani, nakutoa mama wazito sana kwa Mungu. Yaani daima basi litawaacha kama una safari na mwanamke. Yeye huwa hana safari, wewe unakuta basi si saa 5, yeye mpaka saa 5 kasoro bado anaandaa mambo. Unaweza ukafika nimesahau kitu fulani. Basi hilo linaondoka. Siwasemi vibaya, Bwana asifiwe sana. Ila ndivyo ilivyo. Kwa hiyo nakwambia haya, wewe jitahidi. Haleluya kanisa. Yule mama walimwambia muondoke hapa pabaya. Yeye mara ameingilia chumba hiki, akatokea chumba kingine. Malaika akasema ponye nafsi yako tuondoke. Kamata Lutu mkono na mabinti zake wale. Mama yule na hisi alisahau kitu. Kwa sababu sharti ilikuwa hakuna kugeuka nyuma. Bwana asifiwe sana. Maana yake hakuna kurudi tena kule. Yeye ameenda yangu sijarejesha mikopo ya watu. Ile ageuke kanasa. Kakuta kanasa. Kwa hiyo mahala pengi, lakini tunamshukuru Mungu mwaminifu. Hawa aliharibu
hao wa pili akatuletea ukombozi, ambaye ni mama yetu, si mama yetu, niseme mpendwa mwenzetu au mtumishi wa Mungu mwenzetu, Bikira Mariamu, si ndio? Bikira ile ni cheo, lakini jina lake ni Mariamu. Yeye alikaa vizuri na Mungu, alimsikiliza Mungu, alitunza uaminifu wake kwa Mungu. Mungu akapitisha ukombozi tena, kwa sababu alikuwa anatafuta aliyeleta matatizo ni mwanamke, lazima neema tena ipite kwa mwanamke. Kwa hiyo wewe wa sasa uliyepata neema, kaa vizuri. Amina. Saa ya ibada, nyoka ibadani. Usichelewe, mambo mengi, mara ukae kwenye dressing table, mara uweke kola vizuri, mara uwanja, mara ninashukuru hapa mna mambo ya takataka haya kidogo mmepona. Sehemu nyingine unakuta wanachelewa, una uwanja fulani unakosa jicho, yani kama jicho linataka kuharibiwa, lakini kumbe mtu anataka huko ni kuchelewa. Ule uweze kupaka haraka, lazima ukae kwenye kioo. Haya, mama yangu jicho langu, mama yangu jicho langu. Umelazimishwa, si uache. Kwa hiyo vitu kama hivi unakuta vimewachelewesha. Hapa nashukuru mnapona kwa mambo haya. Amina. Tunataka tuwe yule original. Anasema uwe natural. Yaani uwe wewe. Ukiwa wewe una mambo mengi. Kioga kama hata mafuta yako unaipaka huyo. Ndio kina Esther. Sinaona walikuwa wao. Lakini ndio waliomiliki, waliosimama nafasi ya pili ya mfano. Kama mama wa kiongozi mkubwa wa dunia. Wengine walijaribu kuweka mavitu haya, hawalishinda. Kwa hiyo turudi pale kwenye Wagalatia. Anasema na andiko kwa vile nilivyoona tangu zamani. Andiko ni neno. Neno ni Yesu. Yesu aliona tangu zamani kwamba mataifa watabarikiwa kupitia yeye. Anasema na andiko kwa vile lilivyoona tangu zamani kwamba Mungu atawahesabia haki mataifa kwa imani. Ilimhubiri Ibrahimu habari njema zamani, kusema katika wewe mataifa yote yatabarikiwa. Kwa hiyo mpaka leo, ili upate kumiliki, lazima mtafute Yesu. Bwana asifiwe sana. Kuna siri sana ndani ya kumiliki. Kwenye umiliki kuna siri. Sasa Yesu ndo aliyesema kwamba nitalijenga kanisa, lakini hilo kanisa ninalolijenga mimi, yale malango ya kuzimu hayatalishinda. Kwa hiyo Yesu ametupa hiyo neema ya kumiliki. Bwana asifiwe sana. Anatupa hiyo neema ya kumiliki. Ndio maana yeye alimwaga damu katika maeneo tofauti. Na kila damu iliyomwagika kwenye eneo ina kazi yake. Ilishughulikia kazi fulani kwa mwanadamu. Kuanzia ile ya kichwani, ukija ya mikononi, ukija ya miguuni, ukija ya hapa ubavuni. Hapa ilitoka damu na maji. Kila kitu pale kina kazi yake, kilibilia kabisa. Lakini kuna damu alipata wakati amefungwa na chapwa mijeledi mgongoni kabla ya kwenda msalabani. Ilishughulikia jambo lingine. Kwa hiyo kila damu iliyodondoka ilikuwa inaponya maisha ya mwanadamu. Jana tuliona kwenye Mathayo 8 pale, yule mwanasheria anamwambia Bwana, nitakufuata kokote uendako. Yesu anasema mbweha wana mapambo, ndege wa angani wana viota, lakini mwana wa Adamu hana mahali pa kuweka kichwa. Alikuwa anaongelea mwanadamu ambaye yeye amekuja kufa kwa ajili yake. Ameona wanyama wa kondeni wana uwezo wa kumiliki kiote, pambo. Ndege wa angani wana uwezo wa kumiliki kiote, lakini mwanadamu tuliomuumba kwa sura na mfano wetu, eti hana uwezo wa kuwa na nyumba. Nikakwambia wewe, nenda mjini usiku, unakuta wanadamu wengi wamelala mle, hawana mahali pa kukaa. Kwa nini? Ni laana ya Adamu wa kwanza. Dhambi ya Adamu wa kwanza iliasili kabisa maisha ya mwanadamu. Wewe unaona tu kwamba kosa dogo tu, yani alikula tu tunda la mti wa ujuzi wa mema na mabaya. Kuna kosa dogo, sio kosa dogo. Athari ya dhambi huwa inaathiri baraka, inaharibu mambo ambayo yatakukosti wewe miaka mingi na kizazi chako.
Ndio maana unaona Yesu hasemi kwamba mimi sina mahali pa kulaza kichwa, anasema lakini mwana wa Adamu hana pa kuweka kichwa. Kwa hiyo nawezaje kulala nikiona ndugu zangu hawana pa kulala? Na wakati ardhi na vyote ni mali ya baba yao, wanakosaje pa kulala? Wewe unaweza kusema labda saa hizi kwa sababu ardhi mjini bei mbaya. Nenda kijijini, nakuta mtu amejenga kijumba kidogo sana, lakini unakuta mwingine hata kile kijumba kidogo hakuna. Nenda kama yale makabila ya wafugaji, Bwana asifiwe sana. Nenda kwa Wamang'ati, nenda kwa Wamasai, nenda kwa Wagogo, au unakuta yeye leo anafuga maeneo haya, akitoka amesikia majani yako mahali fulani anahama. Kwa hiyo unakuta hajengi, yani ni mtu wa kuhamahama, hana mahali maalum pa kuweka familia. Sijui saa hizi kwa sababu watu wameelimika, lakini miaka ya nyuma ilikuwa ni maeneo ambayo yani anaweza akasema tu kwamba wala yahitaji atumie pesa, kwamba naamua kulifanya eneo hili ni la kwangu. Kakata msitu, akasimamisha miti mikubwa, akajenga nyumba kubwa, hata kama ni ya miti, nyumba kubwa, familia ikabaki pale, mama na watoto wakabaki pale, yeye akawa anazunguka na mifugo na jioni akarudi kulala. Lakini unakuta akili ile ya kusema tuweke kambi mahali pamoja, hawa wanazunguka. Kwa hiyo hili Yesu aliliona, ndio maana akasema pango, wanyama wa porini wana mapango, ndege wa angani wana viota, lakini mwana wa Adamu, yani ardhi ni kama ilitukataa baada ya anguko la Adamu, ilitukataa kabisa kwamba huwezi tena kutumiliki. Haleluya kanisa. Kwa Yesu anasema mimi nikaja nikafanyika maskini kabisa ili hao wanaoniamini waweze kuwa matajiri. Kwa Yesu anapopatikana ndani yako, unakuta ufahamu wako unafunguka, unaanza kuwaza mambo makubwa kabisa, na yeye anakupa nguvu ya kuyafikia yale unayoyawaza. Anakupa nguvu, anasema mimi ni Mungu nikupaye nguvu ya kupata utajiri. Anakupa maono makubwa, anakupa na namna ya kuyafikia. Haleluya kanisa. Kwa hiyo hapo Wagalatia anasema hivyo kwamba naandiko kwa vile nilivyoona tangu zamani, kwamba Mungu aliwahesabia haki wale tusiomjua kwa imani. Ilimhubiri Ibrahimu habari njema dhamani, kusema katika wewe mataifa yote ya duniani watajibarikia. Kwa hiyo mpaka leo imebaki hivi. Ndio maana unaona Waislamu wanaokoka, Wakatoliki wanaokoka, Waanglikana wanaokoka, Walutheri wanaokoka, sijui mpagani kabisa hana dini wanaokoka, muabudi sijui wale wa Buddha wale wanaokoka, mtu ambaye hatari kabisa wanaokoka. Na anapookoka unakuta namna yake ya maisha inabadilika, yanakuwa ni tofauti na kabla hajaokoka. Kabla ya kuokoka unakuta mtu anaishi maisha haya, anapookoka anabadilishwa, anafanywa vingine, anaanza kuona tofauti. Kwa nini? Ni neema ambayo tuliipata pale msalabani ya kumiliki. Wafilipi 4, hapo kwenye pointi ya neema ya kumiliki. Wafilipi 4 mstari ule wa 4, Wafilipi 4 mstari wa 19. Wafilipi 4:19. Wafilipi 4:19 anasema hivi: na Mungu wangu atawajazieni kila mnachokihitaji kwa kadiri ya utajiri wake katika utukufu ndani ya Kristo Yesu. Unaona hapo Mungu atafanya nini? Atatujazia. Lakini ni lazima tuwe ndani ya nani? Ndani ya Yesu. Yaani hakujazii ukiwa kwenye dini yako, hakujazii ukiwa kwenye upagani, mpaka uwe ndani ya Yesu. Kwa nini ndani ya Yesu? Ndio aliyetupa neema ya kumiliki, ndio aliyetufungulia mlango wa baraka ya kumiliki. Hapa anasema na Mungu wangu atawajazieni kila mnachokihitaji kwa kadiri ya utajiri wake. Mungu ndo tajiri namba 1.
duniani, mbinguni na kuzimu kote inajua hiyo, kwa sababu vyote hivyo tunavyoviona ni mali yake. Kwa hiyo unapomwamini Yesu, yeye anakujazia unayohitaji kwa kadiri ya utajiri wake. Sasa angalia, utajiri wa Mungu siwezi kuuelezea. Bwana asifiwe sana, kwa sababu Biblia anasema fedha na dhahabu ni mali ya nani? Ni mali yake. Fedha hii unayoiona, sisi tuna dola, tuna paundi, tuna euro, tuna shilingi, tuna kwacha, tuna mahela mengi, hayo yote ni mali yake. Lakini dhahabu yote ya duniani ni mali yake. Lakini sasa hapa anakuambia huyo mwenye vyote atakujazia wewe kwa kadiri ya utajiri wake. Sisi tunahesabu matajiri, sasa fulani ndo tajiri, fulani ndo tajiri. Hao sio matajiri, hao wamepewa tu vitu baadhi. Mwenye utajiri ni Mungu. Yeye sio wa vitu tu, ni tajiri wa afya pia. Bwana asifiwe sana. Yeye ana uwezo kuufanya mwili wako usiumwe miaka yote. Angalia safari ya wana wa Israeli. Hatuambiwa walijenga hospitali mahala fulani, lakini tunaambiwa walitembea miaka 40. Hatuambiwa walitibiwa mahala fulani. Miaka 40 Mungu aliondoa magonjwa. Ndio maana anasema sitayatia magonjwa niliyowatilia wa Misri. Sasa niambie, miaka 40 wewe hujawahi kuumwa. Maana yake pesa yako ambayo itakuwa ipotee kwa njia ya kuumwa unafanyia maendeleo. Kwa hiyo ana uwezo wa kukufanya uwe mzima tangu unazaliwa mpaka mtu mzima wa miaka 40. Ni mzima tele, una uzima tele. Miaka 40 hujui kidonge, hujui sindano, hujui kuugua, hujui chochote. Kuna watu wanasema sisi sijui wa grupu gani hatuumumu. Nani amekwambia grupu? Sema mimi nimepata neema si umumu. Sasa Mungu akitaka kuachilia hiyo kwako anaiachilia, ili mradi uwe ndani ya Yesu. Haleluya kanisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa yeye ni tajiri wa vitu vingi. Matajiri wote duniani ni matajiri wa vitu fulani. Naona huyu ni tajiri wa magari, huyu sijui ni tajiri wa visima vya mafuta, huyu sijui ni tajiri wa majumba, huyu sijui ni tajiri wa sijui ana manini yale migodi, ana migodi. Yaani kitu fulani ndio kimempa utajiri. Mwingine ni tajiri wa hospitali, mashule haya yanamuingizia hela, amekuwa tajiri. Sasa unakuta ni kaeneo tu fulani. Sasa Mungu ni tajiri wa vyote. Bwana asifiwe sana. Vyote. Sasa unapokuwa ndani ya Yesu, yeye anaamua kukumilikisha. Anasema na Mungu wangu atawajazieni kila mnachokihitaji kwa kadiri ya utajiri wake katika utukufu ndani ya Kristo Yesu. Lazima uwe ndani ya Kristo Yesu. Kwa nini? Huyo ndiye aliyetupa neema ya kumiliki. Nataka kumiliki, lazima uwe ndani ya Yesu. Saa hizi kanisa linapoenda, tunaenda pabaya sana. Watu wanaacha kufundisha kwamba utajiri na heshima uko ndani ya Kristo. Wanawafundisha watu kwamba sijui ufanye nini, yani maisha ya dunia, yani ni kama vile ujasiriamali wanaofundisha watu wale wasiomjua Mungu. Sisi hatufanikiwi kwa ujasiriamali. Mafanikio ya mtakatifu yako ndani ya Kristo. Hawawaambia haya, wanaambia fanya pambana, lima matikiti, fanya. Utalima kama hujaamuliwa na Kristo. Kwani si wanalima wamekuwa matajiri basi? Lazima utajiri usio na mawaa. Anasema baraka za Bwana zinatajirisha wala hazina majuto. Utajiri ambao Mungu anakupa huwezi kujutia, wala huwezi kuona ugumu kumtolea yeye, kwa sababu unaona kabisa ni yeye amehusika kwa 100%. Bwana asifiwe sana. Ukifundisha kwamba lazima ukae ndani ya Yesu, kwa sababu kanisa la saizi halitaki kukaa ndani ya Yesu, liko mguu panda. Yaani wako njia panda. Kwa Yesu wanamtaka, dunia wanaitaka. Kwa hiyo wanataka wasikie mafanikio ya huko nje. Huko nje tunaendaje? Kama wana wa Israeli, nilikwambia jana, kila walichokifanya wana wa Israeli ilikuwa ni unabii kwa mataifa. Kama wana wa Israeli walifanikiwa, walifanya vitu vingi sana pamoja na Mungu. Wakafika mahala wakasema,
na sisi tunataka tupate mfalme kama mataifa mengine. Wanakataa kuongozwa na Mungu, wanaomba wapewe mfalme kwa njia ya kula wanaomtaka wao, kama mataifa yalivyokuwa yanafanya. Na Samuel akajaribu kuwatetea kwa maombi. Mungu akamwambia wala usiwalilie, wape wanachokitaka, kwa sababu hawajakukataa wewe, wamenikataa. Kwa hiyo leo watu hawataki kujifunza nafanikiwaje ndani ya Kristo, nawezaje kumiliki ndani ya Kristo. Akisikia tu lazima ukae ndani ya Yesu, anasema si ndio yale ya kwanza kuacha dhambi. Na nianze kuacha dhambi, nianze sio kukaa maisha ya maombi. Mimi nataka nijue dunia inafanikiwaje. Ajui kwamba mafanikio ya dunia hii, wale wanaofanikiwa nje ya Kristo, maandiko yanasema shetani ni mungu wa dunia hii. Bwana asifiwe sana. Ni mungu wa dunia hii. Saa hizi kuna promoti kubwa sana inaendelea duniani. Wana promoti sana malkia wa nguvu, malkia wa nguvu, malkia wa nguvu. Siku ya kwanza mimi naona kile kipindi kwenye TV, nikasema hapa kuna agenda mbaya. Yaani nilipokiona tukasema hapa kuna agenda mbaya. Bwana asifiwe sana. Na ni kweli, ukiwafuatilia ndani yake kuna agenda mbaya. Na wanapeana tuzo, peana tuzo. Sasa ile mwanamke akiona sema kumbe naweza nikafanikiwa bila mwanaume. Kumbe naweza nikatoboa bila mwanaume. Sawa, unaweza kufanikiwa bila mume wako. Katika nani? Kwa sababu ukiangalia wale wanapokutana na kupeana tunzo, angalia kuanzia vaa yao, namna walivyo, na utukufu unaopatikana pale kama anapewa. Kama umewahi kuona wanapokutana kupeana tunzo, angalia vaa yao. Inaomba Mungu utukufu ile. Sijui nani amewahi kuona wanapokutana. Umewahi kuona kama mimi nawaangalia kwa siku moja. Na kitu huwa najifunza. Ile vaa yao tu haimpi Mungu utukufu. Lakini hata maneno wanayoyaongea na kila kinachofanyika pale, ni kama wanataka kutoa ile amri ya Mungu ya kusema mume atakuwa kichwa cha mke wake. Wanaitoa ile na kuwaaminisha wengine kwamba uhitaji kuwa na mume. Hiyo ndio ajenda ya shetani pale. Kwa sababu shetani anachokifanya, afanyi kitu ambacho hapingani na neno la Mungu. Kila anachokifanya na kukipromoti sana, anahakikisha kuna neno na libomoa, kuna andiko na libomoa. Sisemi wewe mwanamke upasi kufanikiwa. Hapa penyewe panatuambia Mungu atakujazia utajiri. Lazima ujazwe huo utajiri katika Kristo. Bwana asifiwe sana. Hata unapowasimulia watoto wako, utawashuhudia kwamba mimi nilimtumikia Mungu kwa uaminifu, nilimtolea Mungu kwa uaminifu, Mungu akanipa hiki, akanifanyia hiki, akanisaidia mimi, nimewasomesha shule nzuri. Mungu. Kwa hiyo watoto wako nao watawafundisha watoto wao. Ndio Mungu anachotaka. Kwamba mimi nilimsikia mama yangu nikiwa mdogo, kwamba mafanikio yote alionayo ni Mungu alimsaidia. Na alimsaidia kwa sababu yeye alikuwa na support kazi ya Mungu. Yeye alikuwa mtoaji. Yaani unakuwa na ushuhuda wa kuwafanya watoto wako nao, kizazi chako nacho kimtafute Mungu. Sasa wale wana ushuhuda gani? Ushuhuda wao wanaaminishana kwamba upaswi kuwa na mume. Mume anakuchelewesha. Bila mume unaweza. Mimi ni malkia wako. Si kweli. Wanaharibu neno la Mungu. Wanalibomoa neno la Mungu. Ndio maana naona wanapeana mpaka tunzo ili kukuvuta na wewe ufike mahali uone naenda kwa malkia wako. Mnaanza kupigana kivyako. Mama moja aliolewa kwa ndoa takatifu. Alikuwa na mume wake. Bwana asifiwe sana. Mume wake akawa ameokoka. Yule mama akawa hajaokoka. Mume akampenda Yesu kindakindaki. Yule mama akawa hajamtaka Yesu kabisa. Kwa hiyo mume wake akirudi, yule mama anamwambia, jinga wewe. Wenzako wanapambana wanatafuta hela, wewe kanisani kama mjinga wewe. Kaa hivyo hivyo.
Yaani anamtolea maneno mabaya wakati alimoa kwa ndoa takatifu. Na si kwamba yule mwanaume alikuwa hana kitu kabisa, alikuwa na kitu. Ndio maana yeye alikubali kuolewa naye. Alikuwa anajiweza kwa uwezo ambao Mungu alimpa. Kwa hiyo yule mama alikuwa anamtolea maneno mabaya kweli. Baadaye yule mama akaachana kabisa kuambatana na mume wake. Akawa anatoka saa 11 anaenda kwenye mishimishe zake, wewe yuko busy na mishimishe. Anarudi saa 5, siku nyingine saa 6. Mume anamuuliza, wewe unanirudia saa hizi nyumbani? Akasema niache. Kawa jeuri kweli kweli, mume wa ndoa. Yule mwanaume alimwambia, mimi nimekuwa wewe kwa ndoa ya kanisani, wewe ni mke wangu, kama mimi ni mume wako unaniletea jeuri kwa sababu ya hivyo vihela na vimiliki. Sawa, kaa na mimi nikae, Mungu atakushughulikia. Akawa na mnyali, yani hamjali, anarudi anapotaka, anafanya anayotaka. Siku nyingine anaweza kurudi saa 9, kimwambia mama, nilitoka kazi kwenye biashara zangu nikaunga kwenye, nilikuwa na harusi, nilikuwa na nini, yani yuko busy kama hana mume. Mume ndo anarudi mapema, atoke kazini anarudi mapema. Mume ndo anaenda kwenye mikesha, mume ndo anafanya nini, mama yuko busy. Kwani nilipita muda, mlango ule ukafungwa kwake, huyo malkia wa nguvu. Vile vile kaanza kuporomoka mpaka zero na madeni makubwa. Akarudi tena, baba anaendelea na kazi yake vile vile alivyokuwa na vizalao, analisha familia. Na yeye anakaa nyumbani sasa, hatoki tena. Muuliza vipi leo umeshemisha? Mwisho wa siku akakaa akautapika ubaya wote aliyokuwa anafanya na kumomba msamaha. Unaona kwa nini? Si kwamba dhambi alivyokuwa amevimiliki, alivimiliki kinyume na mpango wa Mungu, na vilikuwa vinampa kiburi cha kumdharau hata mume wake. Ndio kinachopangwa kule saizi. Jana nilikuwa natafuta BBC niangalia taarifa ya habari, nikakutana nao. Nikamwambia mama, angalia majokeli matupu hapo. Yaani wote jokeli. Nyuso tu unaona kabisa, yani ni majeuri, waambi chochote. Sasa hiyo si miliki ya Mungu. Mungu anataka tumiliki. Uwe mwanamke, uwe mwanaume, Mungu anataka umiliki. Lakini umiliki katika yeye. Ndio maana ya ile andiko anasema, na Mungu wangu atawajazieni kila mnachokihitaji. Si ndio? Amesema kidogo, kila unachokihitaji. Kila unachohitaji kwa kadiri ya utajiri wake. Mungu ndio tajiri. Kwa hiyo wewe unahitaji kiasi gani cha kumiliki? Mungu atakumilikisha. Haleluya kanisa. Lakini anasema katika utukufu ndani ya Kristo Yesu. Yaani ukifanikiwa ndani ya Yesu, uwe mama uwe baba, huwezi kumdharau mtu. Yaani mafanikio ambayo Mungu anakupa yanakupa kunyenyekea. Bwana asifiwe sana. Yanakupa kufanya nini? Kunyenyekea. Mafanikio ambayo Mungu anakupa yanakufanya unyenyekee. Mafanikio ambayo una njia zako umeyapata au umepata kwa njia za kishetani yanakufanya kuabudiwa. Yaani wewe unataka kuabudiwa. Kale mama akaporomoka zero kabisa. Kakazi kale kamdogo, kavihela vidogo yule mwanaume kakaanza kutunza tena familia. Anabaki nyumbani anaachiwa tena hela kama siku kama hamna. Lakini alipopanda aliona mwanamume wewe sakala wewe. Akimwambia na mambo ya kwenye mikesha, kwenye maombi. Haleluya kanisa. Kwa hiyo Mungu anatoa utajiri, anatoa kumiliki, lakini ni lazima tuwe ndani ya nani? Ya Yesu Kristo. Ukimiliki ndani ya Kristo unakuwa na ushuhuda. Uwe mwanaume uwe mwanamke, unakuwa na ushuhuda. Mimi kuna siku mwanangu huyo ana maswali sana. Glory. Mkajana sijui ile aliniuliza
baba, nataka uniambie wewe unafanya kazi gani inayokufanya wewe unanipeleka mimi shuleni unanisomesha? Ndio niliogopa. Wewe unafanya kazi gani ambayo inasababisha unanipeleka shuleni, nasoma, unanilipia ada, tunakula hapa nyumbani? Wewe unafanya kazi gani? Mwaka jana nakumbuka tuliulizwa hilo swali. Mama akacheka, akasema huyu kuna mtu anamsikia nini? Watoto wa saizi ndio walifahamu unatangulia. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo angalia, nilimweleza namna ya Mungu anavyonitunza mimi na anavyonimtunza yeye, mpaka anafanya anaenda shule, tunakula, tunaishi, tunalala. Nikamwelezea ni Mungu. Akasema kanisani si tunaenda wote, si kila mtu anasali kanisani, kazi yako ni ipi? Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo nikamfunulia hali halisi, akaelewa. Kwa hiyo anakuwa anajua kabisa kwamba kumbe elimu hii napata ni Mungu, ni mkono. Huyo baadaye atakisimulia kizazi chake. Kama atafikia mahala popote pa elimu yake, atawaambia wana, mimi nilisomeshwa na Mungu. Babangu alikuwa anamtumikia Mungu, ndio akanisomesha. Kwa hiyo lazima atakuwa na wasii sana kwa mambo. Lakini ningewaambia mimi ni malkia wa nguvu. Mwanangu, mimi ni malkia wa nguvu. Unapataje mimi ni malkia wa nguvu? Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo Mungu anatumilikisha. Mungu anataka tumiliki. Kwa sababu mbingu na nchi na vyote ni mali yake. Ardhi ni mali yake. Lakini yeye alitaka sisi wanadamu ndio tumiliki ardhi. Adamu wa kwanza alipoteza umiliki. Adamu wa pili, Yesu anatulejeshea umiliki. Wewe muamini Yesu vizuri tu, njia za kutoka mautini, si tulijifunza, zina nani? Zina yeye. Shetani anaweza kama ameua kila kitu unachokifanya. Sasa kaa vizuri na Yesu, atakutoa kwenye ile mauti ya uchumi, atakutoa. Yeye ana uwezo wa kusababisha sababisho ambalo wewe hukuwahi kuwaza kwamba nitaweza kufanikiwa kwa njia. Anasema njia zangu sio njia. Yaani njia za Mungu tunayemwamini, tunayemwabudu sio njia zetu. Wala mawazo yetu sio mawazo yake. Anasema kama mbingu zilivyo juu sana, kadhalika na njia zangu ziko juu sana. Mawazo yake yako juu sana. Kwa hiyo wewe unaweza kawaza hapo Mungu mpaka niinue, lazima itokee hivi na hivi na hivi. Yeye anachokuwazia ni tofauti na wewe unavyowaza. Njia za kufanikiwa zina yeye. Njia za kumiliki zina yeye. Zina yeye. Kuna dada mmoja alipata neema, aliolewa na kijana na kazi nzuri sana. Yaani aliolewa na kijana mwenye kazi nzuri sana. Alikuwa anampenda Mungu yule dada. Aliokoka tangu akiwa anafikiri form, alikatiwa chuo. Alikoka akiwa chuoni. Kule chuoni kuna vile vikundi vya maombi. Yeye ndo akapata neema ya wokovu. Kwa hiyo akampata mkaka baada ya kumaliza masomo yake. Mwenye kazi nzuri sana. Dada yake, mama moja baba moja, akamwonea wivu. Akatembea na shemeji yake. Na kwa sababu yule binti alikuwa na changamoto ya uzazi, aliingia kwenye ndoa na mume wake akakuta uzazi hamna. Yaani watoto hawazaliwi. Kwa hiyo dada yake akamwambia mdogo wangu hana kizazi. Ni wewe unijui, mimi ndo najua. Umetoa sana mimba huko. Nani akamharibia kamharibia kweli kweli, usifikiri hana kizazi, katoa mimba mayai yameisha. Sasa fikiria unaambiwa hivi na dada yake, mama mmoja baba mmoja. Si unajua unaamini kwa sababu si ndo ukoo pengine anajua. Kwa hiyo yule kijana akamwamini shemeji. Kwa hiyo unanisaidiaje shemeji? Kama mayai yameisha, mimi nakuzalia. Kweli bwana. Kuingia kwa shemeji yake mapacha, madume matupu. Mwanamke akaona mwanamke si. Kamjaulia yule mwanamke, kamfukuza pale nyumbani, kakaa na shemeji yake. Binti wa watu akawa anashinda kanisani wakulia tu. Nilia Mungu tu. Nilia Mungu tu. Kitu kama si cha kwako, si cha kwako. Yaani kama wewe umepita njia unazozijua wewe mwenyewe.
yaani utazijua wewe mwenyewe kweli. Yule binti kashinda mtu wa kulialia kanisani. Pendo zake anamfariji. Anasema bora ningenifanyia mtu dada yangu. Na anakaa kwenye nyumba ambayo mwanaume alimolewa. Kwa hiyo pale kanisani wakamwambia wewe mshike Mungu. Mungu ndo mwenye hatima yako, so yule mwanaume. Acha kulia, mshike Mungu. Kweli alimshika Mungu kweli. Kilichotokea, yule baba baadaye kaanza ulevi kweli kweli. Mwishoni na yule mwanamke naye ulevi kweli kweli. Mwenzao ni mlokole mzuri. Kwa hiyo wale wote wakaanza kulewa. Leo wakapata maukimwi. Miaka ile ukimwi ulikuwa una dawa kama saa hizi unameza na vidonge unaishi. Wakapata maukimwi. Pata maukimwi. Kimu kaanza kuwatafuna. Tafuna. Unajua una mwanaume ndo anatangulia kukongoloka. Mwanaume akakongoloka. Wakati wamekongoloka na watoto walibaki wale. Wakati wamekongoloka, huyu binti wa kilokole, ilipita miaka, ndio maana Mungu ni wa kumvumilia sana. Ilipita miaka karibu 7, huyu binti wa kilokole aliyeachwa na mume wake, dadake amepandia ndoa. Akapata mwanaume wa bara la Asia, mlokole mwenzake. Na walikutana kwenye kongamano. Na yule mwanaume alisema, niliambiwa na Mungu nije huku Tanzania. Mke wangu yuko Tanzania. Kwa hiyo akakutana, wakafunga ndoa nzuri, akapanda pipa nchi za mbali. Akiwa kule, dada mtu sasa anaona mdogo wangu mambo yamemnyokea. Wao pale ni ukimwi umewaburuza kweli kweli. Mambo yamemnyokea. Baadaye yule mwanaume kwa ulevi kwa sababu alikuwa na mawazo kama analewa sana, kamfukuza kazi. Fukuza kazi, walipita kipindi kigumu. Jawahi kuona. Waliuza kila kitu. Wakaenda kupanga kachumba kamoja. Hapa wanaume kila wanachopata wanajiuguza. Mdogo mtu akatoka tena Ulaya kule, akaja kukuta hali ya mume wake, ya dada yake. Akasema, dada, ulinikosea, mimi nimekusamehe kwa sababu Mungu aliniandalia mema. Kwa hiyo naomba nitunzie watoto wawili. Akavichukua vile vitoto viwili Ulaya. Akiwa kule hakuna cha tena utasa, akawa anazaa. Kwa hiyo anatunza watoto ambao wa mume wake aliyeachwa, lakini anawatunza kwa heshima ya dadangu aliyemkimbia. Baada ya muda shemeji yule mwanaume akafa. Baada ya muda sana yule dada naye akafa. Yule akabaki na wale watoto. Yaani kilicho cha kwako ni cha kwako tu. Kwa hiyo yeye akawa anazaa sasa wengine na yule mwanamume wa Asia yule. Kwa hiyo anasema hawa watoto hao wawili wa dadangu, lakini aliyezaa na mume wangu aliyeniacha. Na huyu ndio wa kwangu mwenyewe. Kwa hiyo wote sasa Mungu amempa na watunze. Akawa na uwezo mkubwa yule dada. Familia yote sasa ikawa inamtegemea. Bwana asifiwe sana. Ndo neno hili kwamba na Mungu wangu atawajazieni kila mnachokihitaji. Kwa hiyo alijazwa kila anachokihitaji. Alilia sana juu ya kupokonywa mume. Mungu alimpa mume mzuri aliyemjua Yesu vizuri kuliko yeye. Alilia sana kwa habari ya kukosa watoto. Mungu alimpa watoto, na hata wale ambao mume wake aliwazaa bado tena wakarudi kwake. Ndio maana Paulo anasema mshike sana huyu Yesu. Kwake kuna kila kitu. Anasema kwa kadiri ya utajiri wake, yeye watoto ndio Mungu. Watoto ni mali yake. Watoto hao tunaowatafuta wapo kwa Mungu. Bwana asifiwe sana. Wako kwake. Chochote unachokitaka kipo kwake. Yeye ndo anaweza kukumilikisha. Kwa miaka 7 yule dada angekuwa mjui Yesu, angesema na mimi namlipiza dadangu hawezi kunifanyia hivi, naenda kwa waganga nimloge dadangu. Kwa hiyo angebaki watu wa kuloga. Au angesema sasa ameniacha na mimi natoka sasa na kila mwanaume, natoka na vijana. Yeye alirudi kwa Mungu wake. Mungu, nimekosea wapi? Kwa swala la kuzaa wewe ndio umenifunga tumbo. Sasa naenda kwenye vipimo hawaoni tatizo.
Dadangu ameingia kwenye ndoa yangu mapacha. Kweli Mungu akikumbuka hapa nalia. Kumbe Mungu anamwambia fungu hili halikutoshi, nimekuandalia fungu jema. Maana yule aliolewa naye hata akawa hajaokoka yule mama. Haleluya kanisa. Huyu aliyemwoa kwa mara ya pili ndio alimwoa kwa ndoa kabisa ya kanisa. Ya kilokole. Na alimwambia mimi kuja huku niliambiwa mke wangu yupo. Hivi fikiria Mungu anapogusa watu kutoka mbali. Ndio maana unapoombea kitu ombea mpaka uone matokeo. Kwa sababu wakati mwingine unaombea jambo hapa, lile jambo liko mbali kweli. Kwa hiyo ukikata tamaa unakuta lazima ulikokote kwa maombi, mpaka ifike kwenye hatima yako. Haleluya kanisa. Bwana asifiwe sana. Sasa unaomba unaangalia unasema mbona Mungu ajibu? Kuna tofautiana. Mwingine anaomba kila anachokiomba kiko hapo tu. Mwingine anaomba kila anachokiomba inatakiwa kitolewe mbali. Wewe unaomba kazi na mwingine anaomba kazi. Mwenzako anaomba kazi yake iko hapa Dar es Salaam. Kwa hiyo mtu ametangaza nafasi ya kazi tayari kachaguliwa. Mbona mimi naomba kazi? Wewe kazi yako iko chini. Mpaka Mungu afanye namna ya kukutanisha na mtu akupeleke huko. Lazima upige magoti kisawasawa. Sasa mbona mwenzangu kaomba tu kidogo kapata? Mbona mimi sipati? Mbona wewe kaomba kidogo? Mwenzako za kwake ziko hapa. Haleluya kanisa. Kwa hiyo tunatofautiana, lakini Mungu anatumilikisha kwa njia ya Yesu Kristo. Anasema kwa utukufu ndani ya Kristo. Lazima ndani ya Kristo Yesu. Kwa Filipi 4 mstari wa 19 tumesoma hapo, si ndio? Twende jambo la 4 sasa. Neema ya 4 tuliyoipata pale Golgotha. Nasema ya kwanza tulipata msamaha wa dhambi, kwenye mabano nikasema wokovu. Ya pili nikasema tulipata neema ya kuponywa magonjwa. Ya tatu nikasema tulipata neema ya kumiliki. Ya 4 tuliyoipata pale Golgotha tulipata neema ya kuwa mwana wa Mungu. Tulipata neema ya kufanyika kuwa mwana wa Mungu. Neema ya kufanyika kuwa mwana wa Mungu. Yohana 1:14 mpaka 17 tutaanzia hapo. Jambo la 4 tulipata neema ya kufanyika kuwa mwana wa nani? Mwana wa Mungu. Yohana 1:14 mpaka 17. Yohana mtakatifu 1:14 mpaka 17. Anasema hivi, naye neno akafanyika mwili akakaa kwetu sisi, tukauona utukufu wake, utukufu kama wa mwana pekee atokaye kwa Baba, amejaa neema na kweli. Neema na kweli. Pale msalabani tulipata neema ya kufanyika watoto wa nani? Wa Mungu. Hapa anasema naye neno ni Yesu, akafanyika mwili akakaa kwetu, nasi tukauona utukufu wake, utukufu kama wa mwana pekee atokaye kwa Baba, amejaa neema na kweli. Anasema Yohana alishuhudia, akapaza sauti yake akasema, huyu ndiye niliyenena habari zake, ya kwamba ajaye nyuma yangu amekuwa mbele yangu, kwa maana alikuwa kabla yangu. Kwa kuwa katika utimilifu wake sisi sote, hebu tuseme sisi sote tulipokea na neema juu ya neema. Rudia tena mstari wa 16. 1, 2, 3. Kwa kuwa katika utimilifu wake sisi sote tulipokea na neema juu ya neema. Unaona wote sisi tumefanyika kuwa wana wa Mungu kwa sababu ya Yesu. Kazi aliyoifanya pale msalaba, kazi ya Golgotha, alitupa neema juu ya neema. Yeye alikuwa ni neno tangu zamani, lakini akafanyika mwili akakaa kwetu.
Kwa kitendo cha yeye kukaa kwetu tumepokea neema juu ya neema. Na mwingine ana neema ya uimbaji, mwingine ana neema ya kuhubiri, mwingine ana neema ya kufundisha, mwalimu, mwingine ana neema ya kufafanua maandiko, mwingine ana neema ya unabii, mwingine ana neema ya kupambanua roho. Kila mmoja amempa kipawa chake. Kila mmoja Mungu amemgawia kipawa chake. Mwingine ana neema ya kuongoza, mwingine ana neema ya kuzaa wafalme. Hivyo kila mtu Mungu amempa kipawa chake. Lakini tulizipataje? Kwa kazi ya Golgotha. Kama si kazi ya msalaba, tusingepokea hizi neema. Tumefanyika leo kuwa wana wa Mungu. Yesu amechukua mwili, anakaa ndani yetu. Neema ameingia ndani yetu, ameuchukua mwili wetu, ameufanya kuwa mwili wake. Si wewe tena unaishi, ni Yesu anaishi ndani yako. Bwana asifiwe sana. Ndio maana ukiona mtu anakuambia mimi nimeokoka, mimi ni mwana wa Mungu, bado ana mambo ya ajabu ajabu na hajafanyika. Yesu yule hajachukua mwili wake. Lazima Yesu akichukua mwili wako, yani yule neno akiingia kwako, akachukua mwili wako, akakaa ndani yako, si wewe tena unaishi. Si kwamba tunabadilika akili tu, unakuwa ni wewe, unajielewa kabisa, lakini ndani yako mamlaka ya Mungu imetimilika kabisa. Kabisa. Ndio maana mimi ninashuhudia, kuna siku nilifanya kitu kimoja kibaya. Nikaambiwa kabisa, yani kabisa naona uso huu wa baba wa ukali. Japo uone sura yenyewe, ila kule rohoni unaona kabisa naambiwa kwa ukali, ukiendelea hivi nitakuacha. Na unaona kabisa sura ya mtu ambaye amekuja, ukiendelea hivi nitakuacha. Lakini ni ndani, yani hii sura naipata kwa ndani. Naambiwa ukiendelea. Na unapoonywa hivi, unaona kabisa na kosa lenyewe. Yani kama na mimi nakuja kwa mwanangu, naambia wewe, ukiendelea kufanya ujinga huu unaofanya, nitakuacha. Kwa hiyo niliona kabisa naonywa juu ya kosa hili. Japo pale uone mtu, si kwamba rohoni kule unaona picha fulani hivi. Sijui haya mambo yakoje, lakini unaona kabisa sura hii ninayoonywa ni ya baba, ananionya kwa sababu ya kosa hili. Ukiendelea hivi itakuwa. Kwa nini? Si mimi tena naishi. Mungu anataka achukue mwili. Yeye ni neno tayari. Achukue mwili wako. Usiwe wewe tena unayeishi. Yeye aishi ndani yako. Ndio maana unakuta unaweza kupokea simu, shetani anakuambia zungumza uongo. Roho Mtakatifu anamwambia tamka mahala ulipo. Taja mahala ulipo kabisa kwa usahihi. Labda una ahadi na mtu, na wewe unakusubiri hapa darajani. Sasa muda uliomwambia naondoka, ukipiga hesabu unajua saa hizi nilitakiwa niwe labda nimekaribia darajani. Kumbe wewe ule muda uliomwambia naondoka ulikuwa bado umepata shida fulani kuondoka. Baadaye nakupigia, mbona hauji? Kama Yesu hayuko ndani yako, utamwambia karibia pana foleni, wakati hata hujakaribia wala hakuna foleni. Na utaona hamna shida. Yesu akiwa ndani yako, atakwambia mwambie hali halisi. Bwana, muda ule nakwambia natoka, nimekutana na mgeni mlango. Kwa hiyo nilirudi tena ndani. Saa hizi ndo natoka sasa. Na ni kweli unakuta watu. Toka muda ule. Bwana. Ni bora ajue, lakini wewe umebaki mwaminifu kwako, kwa Mungu wako na kwa yule mtu naye. Bwana asifiwe sana. Unadaiwa hivyo hivyo, utaongea ukweli. Bwana, nilijua nitapata hela fulani, nikulipe. Lakini yani utaongea ukweli. Imekuwa hivi, imekuwa hivi. Umesema ukweli mbele zake, mbele za Mungu. Mbingu zitakusaidia. Lakini kama Yesu hajachukua mwili, ndio unaweza kudanganya. Unaona mtu anadanganya kitu ambacho hakipo, anaongea. Kwa hiyo Yesu anakuwa hajachukua mwili. Ni kweli unasali, ni kweli unaokoka, mwili wako haujachukuliwa na Yesu. Na neno lazima afanyike mwili, ndio unaitwa mimi ni mwana wa Mungu. Kwa sababu mwili wangu umechukuliwa na Yesu. Yaani neno ameingia kwangu, anautumia mwili wangu kuishi. Bwana asifiwe sana. Sawa sawa na wale watenda dhambi. Naona mtu labda ni mlevi wa pombe, au ni mlevi wa sigara, au ni mlevi wa kamari. Mlevi wa kamari.
hizi kamari. Unakuta si yeye, ni pepo fulani limeingia ndani yake, linamtumia kutapanya mali kwa njia ya kamari. Ndio maana unakuta yuko lazi auze kifaa fulani, auze mali zake, akacheze kamari. Ni ulevi kabisa, kama ulevi mwingine, na hawezi akamaliza siku bila kubeti, bila kucheza kamari. Ni roho kabisa inamshika. Kwa hiyo unajikuta kila kahela anakopata, anaweza kawa anavaa kwa shida kweli, anaweza kawa anaishi maisha magumu kweli, kila kahela akakapata anawaza tu nikacheze kamari nikazalisha. Kwa nini? Si yeye, kuna pepo la kamari limekaa ndani yake, limechukua nafsi yake, linamtumia. Bwana asifiwe sana. Linamtumia. Juzi nimepita pale mnadani, nimeona kijana wetu wa hapa Shiro ambaye alikuwa na sali, anakuja hana muda sana, anakuja amewekewa kaspika kwenye kimuti kama hivi, amevaa macheni magoldi yale, anacheza hapa, yana anacheza. Najua nilichoka. Natoka siku ile ameniona pale, haoji tena kanisani. Ndio nimesha yakumbuka. Kavaa macheni fulani yanauzwa kwenye maduka ya urembo. Nilikuwa na bili siku hiyo. Alafu hapa yanakuwa na kama mamisalaba fulani na wakaona baga hao waimba hip hop hapo. Kawekea kispika kama hivi. Anacheza. Alafu hapo na mwenzake ana mic, ana maneno fulani anamkolezea. Wanaonekana wako pamoja. Kwa hiyo anatimka, anatua chini pale, anainua miguu juu. Yaani anapocheza. Sipata kwa nini. Sasa nilichoka. Kwa sababu alikuja kwenye ushauri yule kijana. Akanielezea shida yake, nikamwambia kaa hapo utakaa vizuri. Na kweli alikuwa bidii kweli ya kuja kanisa. Kumbe unakazana kumfundisha mtu, anaenda kujichafua. Sasa uwezi unamtaka Yesu akutetee, bado ukitoka kule unamtimukia shetani pia. Kwa hiyo kama Mungu tu alisema leo shuka hapa, kwa sababu nashuka pale niende kwa bibi. Tunaenda siku kutoa hela ya ujenzi, siku siku naenda kutoa ile hela. Niende kwa bibi. Naona kispika, muziki unaimba pale, kuangalia ni mwanangu, lakini si mwanangu. Sasa mimi sijui kucheza bibi, sijui. Na mwenzake yuko pembeni anamkolezea, anacheza. Yaani hizi nyimbo, yaani ni anacheza. Sasa kumbe unaona ana matatizo alinieleza. Anahitaji msaada wa Mungu. Lakini kuachilia haya ya kwanza hata. Unaona tunapokosea Yesu hawezi akachukua mwili akakufanya wewe mwana kwa staili ile. Kwa sababu hapo nakuja unasikia neno la Mungu. Tunakuombea. Mungu yuko tayari kukusaidia. Unaenda kule nje, unachukua spika, unaweka singeli, unatimka ili watu wakutunze. Mungu anashangaa, huyu mtu ananitaka mimi na kweli niko tayari kumsaidia. Lakini afanyike kwamba kuwa mwanangu, nichukue mwili wake, nimtumie, yanatimka. Na ana muda nafikiri kutoka mwaka jana tunaye. Kwa hiyo hamna kitu hasikijui. Kumbe yeye anatimka huko mtaani, pewa. Na hao kijaga hapo kwenye saa ya sifa, wastaarabu kweli, yani kana kwamba yeye hajui kucheza. Kumbe na vya kwake anavyojua. Waogope sana watu saa ya sifa, yani yeye yani hapo papiti. Kumbe kuna anayemsifu. Kala fulani yani taki mwili wake utikisiki. Mwingine ukuta saa ya sifa ni kama anashangaa tu. Kumbe ana madudu ndani huko yakianza kutimka, anasema mbona nyinyi hamchezi? Nilikiamka vya kwangu hapa. Sasa ndio hivyo mnamchezea Mungu. Si wa kwetu tunaamsha vipi? Sasa bila ananiambia, mchungaji, si kijana wetu. Na mimi nashangaa. Toka siku ile nahisi ndio maana muda wote tukiwa pale alikuwa anachezea za hivi.
Aliona hapa baba ameshafika sasa. Zile kagongana naye macho. Nikamwambia tumwache mtu tusimharibu kwenye mawindo yake. Tuondoke. Toka sile mwana tena kanisa. Sasa wewe atasema Yesu ameshindwa kunisaidia. Yesu yuko tayari kusaidia yoyote, ila anataka uwe mwana. Bwana asifiwe sana. Hivi hapa wamama mpo hapa. Wanaweza kalia watoto wengi kwa nyuma. Wewe mama unaijua sauti ya mwanao, si ndio? Wala haitakushtua hiyo sauti. Hata kama analia kilio cha aina gani. Moja kwa moja ufahamu na waambia somo nani. Aliye wako. Utachomoka baraka. Kwa sababu umesikia sauti ya nani? Ndio na Mungu hivyo anataka tuwe watoto wake. Ili ukianza kumwita, kumlilia, asikie mwanangu analilia nini. Aje akisema mwanangu analilia nini. Naomba nina shida ya hiki. Sawa nitakupa. Lakini sauti zinalia. Wamama watu wanajua sauti ya watoto wake. Akilia wakati anajua huyu hapa. Atatoka haraka na tumbo la uzazi linageuka kabisa. Nini wewe? Na Mungu ni hivyo, anataka tuwe wana. Amina kanisa. Anataka tuwe wana. Anasema katika utimilifu wake sisi sote tulipokea na neema juu ya neema. Mstari wa 17 sikumalizia. Kwa kuwa Torati ni mpaka 17 au 16? 17 Anasema kwa kuwa Torati ilitolewa kwa mkono wa Musa, neema na kweli zilikuja kwa mkono wa Yesu Kristo. Kwa hiyo unataka neema za Mungu, lazima tuwe wana. Yeye akiwa pale msalabani aliachilia neema ya sisi kuwa wana, watoto wa Mungu. Neema na kweli zimekuja kwa njia ya Yesu Kristo. Neema gani? Ya kufanyika mwana wa Mungu. Amina kanisa. Bwana asifiwe sana. Kama vile mama unaochanganyikiwa mwanao akilia. Uko lazima hata uende kaongee na mzaduka. Bwana chonde bwana, mwanangu hawajala. Sina kitu leo. Niadhimishe kilo moja ya unga hapo. Nikakoroge ugali wanangu hapa. Nitakulipa na mtu anamdai. Utatumia lugha yote upate unga uka. Kwani wanao watoto wao. Akilia wa mwingine, ndio huyo anamwona. Na sisi kwa Mungu hivyo, Yesu anataka tuwe watoto. Ili ukimwita aseme niko hapo mwanangu. Unamwomba aseme niko hapo mwanangu. Unahitaji nini? Niko hapo. Unasema, kwani ni mwana? Mruhusu achukue mwili wako. Yaani yule neno ambaye ni Yesu aje ndani yako. Acha kujichanganya. Huko kujichanganya kunachelewesha Mungu kufanya kwako. Bwana asifiwe sana. Umeshaamua kuwa wa Yesu, amua kwa maana halisi kwa 100%. 100%. Kwa hiyo wakati mwingine unakuta mimi naumia, Mungu mbona huyu anachelewa, mbona naona muombea sione matokeo. Mungu siku nyingine anaamua tu wewe sitakusemesha. Wewe ndio kukutanisha na hao watoto wako ambao unakesha unawaombea. Ndio kukutanisha nao moja moja uone. Si mimi, wao wenyewe ndio shida. Wao tatizo. Ni mmoja nilikutana naye hapo. Yaani wewe ndo kasali hapa miaka na miaka. Nilikutana naye hapo ukipita tu hapa mwisho wa lami kwa mbele hapo kidogo. Wana msikiti mpya pale. Hapa. Kasali muda mrefu na ana matatizo anafunguliwa, lakini nimekuta kwa kapiga jinsi hilo. Mama mtu mzima kapiga